al-infaq al-masajid, kupeana mali kwa ajili ya msikiti ama madaris mahali watu wanapata elimu. Allah subhanahu wa ta'ala saidi kupeana watu mali ni mtihani. Kutumia mali ni mtihani. Ndio mshahidi wa khair. Kwa mtihani kwa shari na khair. Kupewa mali ni mtihani. Umetoa wapi na umeitumia namna gani? Ni swali. Ukinyimwa utaulizwa pia, umekuwa mwizi ukaenda kuiba mali ya watu ama ulikuwa na subra, utaulizwa tena swali hili. Hizo zote ni mtihani. Na mali ukipewa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni mtihani, utaitumia namna gani? The best place ambayo mtu anaweza kutumia hiyo mali yake ni kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-infaq fi sabilillah. Mali Allah subhanahu wa ta'ala saidi alikuwa anapeana sifa ile mali tumepewa, amesema mustahilina fihi, ni chenye mmepewa, sio yenu. Hiyo mali sio yako, mmepewa kama amana. Mustahilina ni amana, sio yako. Usiseme hiyo mali imekuja na juhudi yangu na ujuzi wangu na elimu yangu, la na mustahil. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala saidi alikuwa anaangalia hizo ayat za infaq kwa sura al-Baqara, alituambia ya kwamba mali saidi unatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona kama ni ngumu. Saidi kwa example, mtu maskini anaweza kupiga simu ama mzazi akwambie tafadhali nitumie 1,000. Unaona kupeana 1,000 kwa hiyo njia ni ngumu, lakini kwa njia nyingine mbaya itakuwa rahisi sana kwao. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum fahsha. Maanisha nini? Saidi unapeana kwa hiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaona kama ni shetani anakuambia hii mali yako sitapungua. Uko tu na milioni 1 milioni ukipeana kwa njia hizi utakuwa maskini, lakini kwa njia nyingine mbaya bado utatumia pesa, itakuwa rahisi sana kwako. Sio mtihani kubwa sana. Tukijaribu kuangalia wakati wa Tabuk, wazo wa Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu kama ilikuwa sa'atul usra, ilikuwa wakati mgumu kabisa. Yani ilikuwa ghazwa min Madina ila Tabuk ni masira 7 ayyam, mahali pa kutembea siku 700 kilometers. Rasul sallallahu alaihi wasallam saidi alipanga jeshi kwenda pale, na watu waliuliza nani atatoa mali yake. Uthman ibn Affan kijua ile mali yake. Abu Bakr radhiallahu anhu alipeana mali yake yote, sio nusu. Umar al-Khattab alipeana nusu ya mali yake. Abdurrahman bin Auf alipeana 1,000 dirham. Hii yote ni watu ambao wamejitolea. Allah subhanahu wa ta'ala akisifu hawa alisema, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin thumma taba alayhi. Na hiyo ndio ilikuwa imetuanisha kati ya wanafiki na waumini. Vile vile Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutoka Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala wale wanafiki ambao walibaki hawakwenda Tabuk, na falillahi alhamd, hata vita haikutendeka kule Tabuk. Waislamu wamechukua Tabuk bila vita. Na Rasul aliporudi alipewa majina ya wale wanafiki ambao walikuwa hapo, mpaka anaanza kutaja majina ya watu msikitini Friday, kama hivyo watu wamejana, fulani wewe ni munafiki simama, fulani wewe ni munafiki simama, fulani wewe ni munafiki simama.
Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhab. Hiyo marratayn ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anasema wataadhibiwa, moja wao ilikuwa kutajwa majina yao hapo hadharani, mpaka watu 30 walitajwa ambao walikuwa safu ya kwanza. Msikiti wote watu wamelia, subhanallah. Wale watu tulikuwa tunaona, yani muumini ndio leo ni kama wanafiki. Sasa baadaye kulikuwa na watu kama wale masahaba ambao walikuwa kwenye Uhud, Badr, na walikuwa muhajirin, hawakuenda Tabuk na hawakutajwa majina yao, wakasimama kule nje wakajifunga kwenye miti mbele ya msikiti, wakisema sisi hatutajitoa hapa mpaka Rasul sallallahu alaihi wasallam atutoe, because sisi sio wanafiki, majina yetu hayakutajwa na hatukuenda Tabuk, so mpaka Rasul sallallahu alaihi wasallam atuletee baraka yetu. Rasul amesema sijaamrishwa. Baadaye aya ilikuja, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuna wale wamesema mashida yao, yani madhambi yao washataja, na wamesema walifanya hiyo dhambi ya kutoenda Tabuk na wamejipeleka kule nchi. Asallahu an yafu khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Hawa ni watu ambao walikuwa na wewe kwenye hizo mavita zingine, walikuwa muhajirin na lakini hawakuenda leo Tabuk. So khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an, wamechanganya amali mazuri na amali mabaya ya kutoenda Tabuk. Asallahu an yafu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala akakubali toba yao. Sasa wakarudi kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wakasema, chenye wametufanya tubaki ndio tusiende Tabuk sio unafiki, lakini ni mali ndio ilitufanya tusiende pale, shughuli ya mali na watoto na familia. Na Rasul sallallahu, na leo chukua hiyo mali yote tunapeana kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutaki tena. Rasul akasema sijaamrishwa nichukue mali yenu. Ndio Allah tena aya kitabu akasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakan. Chukua something, sio yote, kutokana na mali yako, ndio iwe sadaqa, iwe kama fine, tuzakkihim, itatahirisha. Mnamshauri yani wataona kama mali hiyo mali ilimfanya wasiende Tabuk, kama kuna nusu ya mali kama safi imechukuliwa, wanaona basi wamelipa fine, na kama toba yao imekubaliwa. Na Rasul akaamrisha amwambie swali alayhi inna salataka sakun, ndio wapate comfort na raha. Hapo ndio kwa martaba ya watu wa mali. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahmatullahi alayhi alipokuwa amir ya muuminin, alikuwa na watoto wavulana 12. Huyo ni amir mmoja ambaye alichunga mali ya umma ya Uislamu kabisa. Tukisoma kisa zake utaiona na utashangaa venye alichunga mali ya umma, na alihakikisha hao watoto wake 12 hawatakuwa na access ya hiyo mali ya umma. So hii leo ya kusema mimi ndio niko martaba fulani, mtoto yangu anaweza, ninamtetea mtoto yangu au ndugu yangu, mimi nakuwa mahali fulani, la, alihakikisha hawata access ile itaje mtu. Watu wakamwambia sio kujisi kwa hii mali au watoto wako, yeye hapo hata kitu alikuwa na dinari 15 ambayo yote ilipokea tu kafani yake na kaburi yake. Kwa sasa hao watoto wako wanaacha wakiwa fukara, si uamrishe at least wapewe mali. Alisema inna waliyya Allah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin.
Nasema hakuna mali chochote nitaachia mtarisha watoto. Wanatakikana tu wakuwe salihin. Wakiwa salihin, Allah subhanahu wa ta'ala atatawala mali yao. Allah subhanahu wa ta'ala atahifadhi. Wakikuwa wabaya na nimeachia mali, mimi ndio nitaulizwa hiyo mali, na nitakuwa nimeshirikiana nao kufanya mabaya wakitumia hiyo mali. Falillahi alhamd, baada Suleiman bin Abdul Malik alipokuwa akachukua sasa usukani, leo inaonekana wale watoto wa Suleiman bin Malik wakiombaomba watu na watoto wa Amr bin Abdul Aziz kuonekana kuna kama kuna mali kutokana na sheria na watoto wake walikuwa wanapeana mara 80 wale watoto wa baba yao hiyo leo nyumba yako ukipata kidogo maana na kuingilia kusalahisha na kuitengeneza isiwe jengo kufanya nini na tayari ni vizuri alhamdulillah Ramadhani inafika, kuna mahitaji mengi hapo sana. Alhamdulillah, kuna mali nyingi. Leo ukienda msikiti, kuna watu wamesimamia, kuna mmoja alikuwa anaona mabasi msikiti yani kama ilivyo yote kwa watu wengine hapa waweze kujifunza kama sema wale wanajibu ndio wafanye uwezo kujenga kukaa ndani ya msikiti mahakama na dini yote mahakama ya dini ina nyamuru hiyo pia ni neno kama msikiti wetu msikiti unaweka account mpaka kwa mwingine za msikiti unaanza kupata kwa sababu Islam haya hapa anajaribu sinyana muda kama utaanza sasa na msikiti mahali mingi katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sasa ilikuwa anaangalia msikiti msema fi buyuti adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismu. Msikiti kikuwa chafu kidogo, kwa nini an turfa inakuja kabla ya hata dhikr? Fi buyuti adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismu. Gani inakuja kwanza dhikr na kuinua msikiti kwanza? An turfa inakuja ndio safishwa. Leo mtu mwenye msikiti haijasafishwa, haijawekwa ud hapa na pale, haikaliki. Kuna fine, kuna nini, comfort ya waumini ndio waweze kuja na kukaa na kutulia. Sasa ile uko na shida na stress, na watu siku hizi wanasema niko na stress nini, ukikimbilia hiyo msikiti uweke hiyo sujud hapa, unasikia raha kabisa. Ndio inatakana hiyo sujud ukifanya ikiwe sujud ambayo unaweza kaa kwa muda. Hivyo ndio muumini ndio anatakana wasimamia msikiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye atajenga msikiti Allah subhanahu wa ta'ala atajengea nyumba katika janna. Na fi hadithi akhar Rasul sallallahu alaihi wasallam tukiangalia yani ni kiasi gani hiyo msikiti inaongelewa kidogo kubwa nini, amesema hata kiasi ya nyumba ya ndege mwenye atajenga. Inamaanisha nini?
maybe block moja ndio umeongezeka. Hapa hii msikiti yetu Syokimau tulijaribu kufanya waqf lilmasjid. Msema msikiti tuko nayo lakini inahitaji waqf ya kusustain msikiti. Tunaiona hapa sasa inaendelea miaka. Yaani hata kuna mtu anajitolea anasema ni nini hapa, mbona hii project imestop? Alhaakum takathur. Si ati Allah subhanahu wa ta'ala hakutupatia mali tunayo, lakini alimfaa shetani aidukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Hiyo tu ndio inatuzuia. Shetani anatuambia sawa, ukitoa hii mimi utabaki nayo. Na mali nani anapeana? Nani anapeana mali? Mustakhlifina fihi, nani alifanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Sio juhudi. Wangapi wamesoma wako na PhD, wako na specialization nini, lakini wanafanyia kazi na watu ambao hawajaya kesho. Kama ni shule ndio inaleta pesa na mali. La, alhaakum takathur, hiyo ndio shida yetu. Chenye imetuangamiza sana ni ile ya kusema mimi ndio niko na mali kuliko wewe. Kulikuwa na kijana mwingine nilipatana naye, alikuwa amepeleka baba yake na mama yake haji. Baba na mama alisema 19 ni hii haji ya mwaka huu. Alisema 1994 akiwa mtoto mdogo walikuwa na ng'ombe kama 500. Sasa babu ya hiyo kijana aliita family 1996 before El Nino ya 98. Sasa babu akasema leo mko na ng'ombe mingi 500 mingi, na kesho tukipata ukame hii ng'ombe yote ikaenda. Msema leo muuze, mwende nayo haji au mfanye nayo mambo mengine ya haji. Hiyo meeting ilipoisha, baba yule kijana yule anapeleka haji sahihi, na wengine wakasema waachana na hiyo mzee, acha ng'ombe kwanza ifike 1000, ifike kwanza 1000 ndio tutafanya chenye nataka tu. One year down the line ile ukame umeanza, ameenda na hiyo ng'ombe mpaka amevuka nchi. Alirudi na ng'ombe 16 na alienda na ngapi? 500. Aliporudi na 16, kijana sana anasema yeye ndio afadhali ataenda tu shule akasoma. Alhamdulillah, sasa hivi amepata mali ya kuenda haji na kupeleka baba na mama. Nasema mzee leo akikumbushwa chenye babu alikuwa anasema that time analia. Alhaakum takathur, mimi ndio niko na mali kuliko wewe, hata zuftumul maqabir, mpaka mpeleke wetu kaburi. Hii dunia ulikuja ukiwa uchi, ulishikwa na nguo moja, unapelekwa kaburini kwa uchi, umeshikwa tu na kafan moja. Watoto wako wale nini, tunasema leo ninafanya hii mali nini kwa ajili ya watoto, hata hakuna mmoja atasema mzee tulipeleka kaburini leo usiku tupelekee yeye hesabu. Kuna mtu atapelekea yeye kaburi? Hakuna. Na hiyo mali yenyewe wanaifanya nayo ndio wewe pia itafikia kwa kaburi yako. Wakiitumia vibaya, wewe pia uko na maswali. Wakiitumia vizuri na wakuwe aulad salih, la tazalu qadama 'abdin yawma al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Moja ilikuwa ni an mali, hiyo mali umetoa wapi na umetumia namna gani? Ndio sasa alikuwa anasema wale watu wa kwanza wataingia janna ni masakini. Una hisabu mingi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ukikimbia kutafuta mali, ukikaa zote riziki ni Mungu ndiye anatoa. Kuna mmoja anatoka asubuhi 4 anatembea anakimbia kutafuta mali, labda jioni anarudi na maziwa moja na mkate mmoja.
course riziki Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu atapata riziki, lakini ile mali kubwa unatafuta labda utapata. Na mwingine siku moja tu Allah subhanahu wa ta'ala anafungulia mahali anapata mamilioni siku moja. Sio chini inazoletwa na juhudi. Saidi ya sasa asema alikuwa anatuambia sala tudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Wale watu yawm al-qiyama, hiyo hisabu ikiendelea na siku moja inasemekana badala 50,000 sana watu wamesimama, jua imeletwa hapo juu. Wale kundi saba ya watu ambao hawataona hiyo jua wataenda chini ya Arshur Rahman wakiongoja hisabu yao. Mmoja yao sasa anasema rajuli qalbi yake iko kwa msikiti, muallaqun bil masajid. Ni maana nini? Akitoka sala, amemaliza hii sala, ameenda kazi zake, lakini qalbi yake bado iko kwa msikiti. Sala ile next imefika, itanipita hiyo sala ama nachukua hiyo msikitini, hiyo msikiti itakaa namna gani? Wale watu wanafanya hiyo kazi, ikhwani fillah, wale maulama ustadhi ambao wanafundisha watu madarasa Qur'an kila mahali, tusipotoa mali yetu, si pia watawacha hizo kazi na wataenda kutafuta riziki mali hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituambia Allah hatachukua hii ilmu kutokana na watu ikiwa inaondolewa hivi. Yaani mtu ambaye amepewa ilmu, Allah hataondoa hiyo ilmu kutokana kwake. Lakini ilmu inatoka akichukua maulama. Leo ukifikiria tu alim mmoja ambaye unajua Sheikh fulani ambaye akikufa leo aende kaburini, hiyo Sheikh labda alikuwa anafundisha watu ilmu. Ukifikiria hapo na watu, hiyo Sheikh alikuwa na watoto wangapi wale unajua ulisoma nao? Watoto bibi 10 aliwacha. Hakuna mmoja ambaye anarithi hiyo elimu yake na anaendelea na ile juhudi baba yake alikuwa nayo. Inamaanisha nini sasa? Elimu pia inaendelea kwenda hivi. Mashule leo tunapeana pesa nyingi sana. Hata ukiambiwa ni pesa ngapi kwa tano, unapeana. Sijui hiyo pesa inatoka wapi. Ukiambiwa pesa kidogo kwa madrasa Qur'an chenye inaweza faa na inaweza saidia hiyo mtoto wako dunia yake na akhira yake, hatutoi. Tumeachia nani kwa nini? Na hawa ndio msingi ya elimu na watoto wetu. Wale watu wanafundisha, hakuna mwenye anaweka mali pale. Huyo mtoto ulipeleka tu shule nini, ulipewa pesa nyingi sana. Kwa hiyo mtoto anaenda university, mamilioni ya pesa ni lakini hajui hata kusali. Leo ukikufa hajui hata namna ya kuosha hiyo mwili yako, hajui namna ya kuosha, hajui namna ya kuzika baba yake. Limadha hujaweka juhudi ya kufundisha mtoto yako elimu chenye inaweza? Wewe leo ukikufa unaleta wapi? Msikitini. Hapo ndio unasaliwa janaza. Unataka uzikwe katika kaburi ya Waislamu, unataka uzikwe Kiislamu na mtoto yako mwenyewe hajui. Subhanallah. Ile maelimu na ile maengineering na nini hiyo mtoto ulimfundisha utakupeleka kaburini. Hata tumia hiyo elimu na ujuzi kukuzika. Janaza peke yake mtoto anaulizwa hawezi kusali janaza kwa muda. Hajui nini nasomwa kwa takbiri ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hiyo mali yako imeenda hasara kama hajaenda hasara. Imeenda hasara ama hajaenda hasara muumini. Subhanallah. Inabidi tufikirie sana. Hawa watoto ukitaka juhudi yako, ukitaka hawa watoto wakuwe aulad salih, because amali yako ukipelekwa kaburini haitakatika kama umewacha mtoto ambaye anaweza ombea baba yake, ambaye anaweza peana kwa ajili ya baba yake. Kulikuwa na mzee mmoja alisemekana alikuwa na watoto 9 hapa tu Nairobi. Mzee amegekoma watoto 9, wengine walikuwa nje, watu wote wamekuja. Anazungumza juu ya baba, wanaona huyu kama nini. Sasa mzee alikuwa na mali kabisa. Kulikuwa na msikiti mwingine
kule ilikuwa inachangiwa pesa, mzee pia alikuwa amechanga pesa kidogo kidogo hapo. Na alikuwa na mali, alhamdulillah. Nimesikia watoto wakizungumza juu yake, mzee akienda, mimi nitachukua ile nyumba, mimi nitachukua hii, mimi nitachukua ile mali nyingine, mimi nitaenda na ile gari. Mzee anasikia. Walipotoka. Sasa mzee mwenyewe ndiye alikuwa ananiambia historia. Amesema walipotoka ameomba Allah Subhanahu wa Ta'ala hii isikue mwisho wake wa duniani. Ampatie fursa moja nyingine. Alhamdulillah, Allah anapatia fursa. Alipoamka ameenda direct kwa ile msikiti, amesema ni pesa ngapi imebaki ndio kumaliza hicho fulani kuchukua yote. Sasa ameona hakuna mmoja, hata amesema tujengee mzee sadaka jaria moja. Akiwa hai ndo anasikia. Waanfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin. Ya ayyuhalladhina amanu la tulkum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika falahu khasirun. Waanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin musamman fa asaddaqa. Lakini hiyo fursa hakuna. Wala yakhallu nafsan ila ajaluha. Sahihi malakuta nikikuja kwako na hiyo ni chenye kila mtu atasema. Sasa ile malakuta anakuja kwako. Rabbi laula akhartani. Mungu nipatie tu fursa moja tu. Nifanye nini? Niende kusali? Kwa hiyo mali. Na wale watu wanaenjoy nyuma yako, lakini hesabu ni kwako. Imagine watoto 9 hata hujafundisha Kiislamu, mirathi, inheritance ya Kiislamu itakuwa namna gani? Kabla wewe hujakufa ndio unaanza kupigana hapa kusema mimi nitachukua nyumba ile bwana, mimi sione mtu mmoja karibia. Subhanallah. Unaona watoto wa Kiislamu leo wako na makesis na baba yao. Mzee bado hajakufa lakini anaambiwa unipatie mimi nyumba. Mimi nipatie. Mzee hajakufa bado. Wako na makesis. Na ninaamini watu wengi wanajua hizo makesis zikiendelea leo. Hujakufa na bado inamaanisha hata kimsingi ya Kiislamu hawajui mirathi. Al-irth, inheritance. So unataka uite Muhammad, unataka uishi Kiislamu, unataka usiku Kiislamu na hutaki kuishi namna Waislamu wanataka kuishi. Mirathi ni msingi. Hatujui leo. Tuweke mali yetu ambayo ni amana tulipewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaweza kuchukua anytime kwa njia yake nzuri sana. Hiyo tu leo nitakana useme ile 2000 nimekula nayo chakula na ile 500 nimepeana kwa msikiti, hiyo 500 ndio najua imeenda mali nzuri. Hiyo ndio nitakana tufikiria. Sallallahu alaihi wasallam.